Haya, karibuni sana. Leo tunazama kwenye kina cha unabii wa kitabu cha Ufunuo, tukiangalia kwa undani tafsiri moja maalum sana ya jinsi nyakati za mwisho zinavyoweza kutokea kulingana na vyanzo vyetu. Hili ni swali ambalo, tuseme ukweli, limetusumbua sote kwa maelfu ya miaka. Na ingawa kuna nadharia nyingi, leo tunaangazia jibu moja lenye mpangilio maalum kama linavyoelezwa katika chanzo chetu. Uko tayari? Basi tuende safari pamoja. Sawa. Safari yetu itakuwaje? Tutaanzia na ratiba ya jumla ya miaka 7. Kisha tutachunguza kila moja ya yale ole tatu kwa undani. La kwanza ni mateso, la pili ni vita vya maangamizi, na la tatu ni ghadhabu ya Mungu. Baada ya hapo, tutaona jinsi hukumu kuu ya mwisho inavyotokea na hatimaye kuzaliwa kwa ulimwengu mpya kabisa. Okay, jambo la kwanza kabisa ni msingi wa kila kitu tunachozungumzia. Kulingana na tafsiri hii, matukio yote ya mwisho yamebanwa ndani ya kipindi kimoja tu, kipindi cha miaka 7 kinachojulikana kama dhiki kuu. Yaani, ifikirie hii miaka 7 kama vile tamthilia ya mwisho kabisa ya ubinadamu. Na ili kuelewa jinsi inavyoendelea, ni muhimu kujua imegawanywa katika sehemu 2 sawa, kila moja ikiwa na miaka 3.5. Huu mgawanyiko ndio ufunguo wa kuelewa mpangilio wa yale ole tatu ambayo tutayaona sasa hivi. Na hapa kwenye ramani yetu unaona jinsi mambo yanavyopangwa vizuri. Angalia, ole la kwanza linafunga pazia la nusu ya kwanza ya miaka 7. Halafu papo hapo nusu ya pili inapoanza, ole la pili linaanza, na kilele cha yote, ole la tatu, linakuja kama hitimisho la mwisho kabisa. Sawa. Tukiwa na ramani hiyo akilini, hebu sasa tuanze na tukio la kwanza, ole la kwanza. Na hili, sikiliza, sio vita vya mabomu na silaha. Hili ni jaribio la kiroho. Ni kipindi cha mateso makali yanayolenga imani ya watu. Kwa hiyo, hili ole la kwanza linafanyika ndani ya ile miaka 3.5 ya mwanzo. Na hapa tunaona mateso makali sana kwa waumini yanayoongozwa na kile chanzo kinachokiita mnyama. Huyu anawalazimisha watu wapokee chapa yake na kuabudu sanamu yake. Lakini hapa kuna jambo la kushangaza. Ingawa waumini wanapitia mateso haya yote, chanzo kinasema wanalindwa kimuujiza wasiuawe. Sasa, baada ya hayo mateso ya kiroho, mambo yanabadilika, yaani yanapinduka kabisa. Tunaingia kwenye ole la pili. Na hapa hatuzungumzii tena imani, tunazungumzia vita halisi, vita vya kimwili vinavyoonekana na vinavyoleta maangamizi makubwa. Na ukubwa wa vita hivi ni kitu cha kutisha. Chanzo chetu kinavitafsiri kama vita vya nyuklia vya dunia nzima, vinavyolipuka mara tu ile nusu ya kwanza ya dhiki inapoisha. Na matokeo yake, theluthi moja, fikiria, theluthi moja ya wanadamu wote wanapoteza maisha. Ni janga lisilo na mfano. Basi, ili tuelewe vizuri, hebu tuviweke hivi viwili kando kando. Ole la kwanza, kama tulivyoona, ni vita vya ndani, vya kiroho, vinavyolenga imani ya watu katika nusu ya kwanza. Lakini ole la pili, hili ni la nje, la kimwili, linaloangamiza watu wote bila kubagua, na linaanza katika nusu ya pili. Tofauti ni kubwa. Mateso ya imani dhidi ya maangamizi ya kimwili. Na sasa tunafika kwenye kilele cha maafa yote. Hapa ndipo tunaingia kwenye ole la tatu, ambalo chanzo chetu kinasema ni hasira ya Mungu mwenyewe ikimiminwa duniani. Na hili linaelezwa kupitia yale mabakuli 7 ya ghadhabu maarufu. Na haya mabakuli ni mfululizo wa majanga yanayozidi kuwa mabaya. Sikiliza. Kwanza, majipu yenye maumivu makali. Kisha, bahari yote inakuwa damu. Halafu, mito nayo inafuata. Baada ya hapo, jua linaunguza watu kwa moto. Ufalme wa mnyama unafunikwa na giza. Mto Frati unakauka kuandaa vita, na yote yanafika kileleni kwa tetemeko la ardhi la kutisha. Okay, hebu sasa tuangalie kwa undani zaidi jinsi hizi hukumu zinavyofanyika. Hii ndiyo hukumu kuu ya mwisho yenyewe. Na kumbuka, kulingana na tafsiri hii, haya yote yanatokea mwishoni kabisa mwa ile miaka 7.
Angalia muhtasari huu wa mabakuli 6 ya kwanza. Linaanza na wafuasi wa yule mnyama wanapata majipu. Kisha vyanzo vyote vya maji, bahari, mito vinageuka kuwa damu tupu. Baadaye jua linaongeza ukali na kuunguza watu. Ufalme wa mnyama unaingia gizani na mto Frati unakauka, ikiweka mazingira ya vita vya mwisho. Yaani, kila pigo linazidi la kwanza kwa ukali. Lakini hata hayo yote ni kama maandalizi tu. Bakuli la 7 na la mwisho ndilo la kutisha zaidi. Chanzo kinanukuu moja kwa moja tetemeko la ardhi kubwa ambalo halijapata kutokea tangu wanadamu walipokuwa juu ya nchi. Hii ina maana ni tetemeko lisilo na mfano katika historia yote. Na matokeo ya tetemeko hili sio tu majengo kuanguka. Hapana, ni kufutwa kabisa kwa dunia tunayoijua. Yaani, hebu waza, miji yote duniani inakuwa vumbi, visiwa vinazama, milima inasawazishwa na ardhi. Jiografia yote ya sayari yetu inafutika kabisa. Na kana kwamba hiyo haitoshi, wakati dunia inatikisika, kutoka juu angani linakuja pigo lingine. Mvua ya mawe, lakini sio mawe ya kawaida. Kila jiwe lina uzito wa talanta, yani zaidi ya kilo 45. Hebu linganisha hilo na mvua ya mawe ya kawaida. Hii ni hatari. Kwa hiyo mwisho wa dunia hii, kulingana na tafsiri hii, hautakuwa kwa maji tena, itakuwa kwa moto. Chanzo kinasema sayari nzima itateketea. Moto kutoka ndani kabisa, ukiufuta ulimwengu wa zamani. Hakuna kitakachobaki. Sasa, baada ya uharibifu wote huu, unaweza kujiuliza, ndiyo mwisho wa kila kitu? Kumbe, kulingana na chanzo hiki, jibu ni la. Kutoka kwenye majivu ya ulimwengu wa zamani, kitu kipya kabisa kinazaliwa. Hebu tuangalie sura ya mwisho. Baada ya dunia ya zamani kuondolewa kabisa, chanzo kinaelezea kuzaliwa kwa kitu kipya kabisa. Mbingu mpya na nchi mpya. Na hapa sio kama wanafanya ukarabati. Hapana, ni uumbaji mpya, ulimwengu safi kabisa, uliorejeshwa na uliokusudiwa kuwa makazi ya milele kwa waumini. Basi, tumepitia ramani nzima ya jinsi mwisho unavyoweza kuwa kwa mujibu wa tafsiri hii. Kutoka mateso, vita, maangamizi na hatimaye kuzaliwa upya. Hii inatuacha na swali moja la msingi la kutafakari. Ikiwa hii ndio ramani ya safari, je, sisi tunaelekea wapi?